Licha ya kwamba baadhi ya nyakati wamekuwa wakijiamini wakiona kwamba wana uwezo wa kujilinda, lakini wakati huu bado wanaonekana kuwa na uoga na kuharibika kwa uhusiano kati ya Ulaya pamoja na Marekani. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanahofia kwamba usanifu wao katika masuala ya kijeshi utazorota ikiwa Marekani itaondoka na itaondoa uhusiano na mataifa hayo. Baadhi ya mataifa kama vile Ufaransa, Ujerumani na Uingereza yanajiamini kuona kwamba yana uwezo wa kushirikiana na kujiweza katika masuala ya kijeshi, lakini bado yamekuwa na hofu juu ya kujiondoa kwa Marekani katika NATO, lakini pia na ushirika wake katika Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, viongozi hao Umoja wa Ulaya wanahofia kwamba usanifu wa usalama wa baada ya vita vya pili vya dunia unaweza kuporomoka siku yoyote bila msaada wa Marekani. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Politico ambalo limeripoti likiwanukuu maafisa wa Ulaya walioelezea hali hiyo kabla ya mkutano muhimu wa kilele huko Brussels. Hali ya kutokuwa na uhakika na kukata tamaa miongoni mwa waungaji mkono wa Ukraine barani Ulaya imeongezeka, lakini ni wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kusitisha uwasilishaji wake wa silaha zote kwa Kiev, ambapo siku ya Jumatatu aliweka wazi. Lakini pia ni juu ya kutaka kujiondoa katika NATO na hata katika Umoja wa Mataifa. Matumizi ya ulinzi yanakuwa gharama ya kudumu, mwanadiplomasia wa Ulaya liliambia gazeti la Politico. Tumezima jua na sasa tunahitaji kulipa siku kwa ajili ya kuongeza joto. Kila siku unahitaji kulipa risasi, angalau kwa miaka kadhaa hadi Trump afe. Maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya, Uingereza na Ukraine hapo awali walionyesha kufadhaika baada ya Trump kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin na kumshutumu hadharani kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye alimuita dikteta. Mpango wa kuziwezesha nchi za Ulaya hadi sasa bado hazina ufadhili. Ikumbukwe siku za hivi karibuni Umoja wa Ulaya ulisema upo tayari kwa ajili ya kuhakikisha inatoa mabilioni ya euro kwa ajili ya kusaidia mataifa ya Ulaya kujimarisha kiuchumi, lakini mpango huu hadi sasa umekosa ufadhili. Kulingana na Politico, baadhi ya maafisa kutoka nchi wanachama Umoja wa Ulaya wana wasiwasi kwamba jibu la umoja huo kwa Trump linaweza kwenda vibaya sana. Wanadiplomasia hao pia wameripotiwa kuwa na wasiwasi kwamba kundi linalounga mkono Urusi la viongozi wanaongozwa na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán wanaweza kuondoa uungwaji mkono wao kwa nchi ya Ukraine, na tayari walishaweka wazi kwamba hawataweza kufanya hivyo. Hata hivyo, Robert Fico, waziri mkuu wa Slovakia, aliweka wazi kusema kwamba wakati huu hatopeleka fedha wala silaha kwa ajili ya Ukraine. Viktor Orbán pamoja na waziri mkuu wa Slovakia bwana Robert Fico wameitaka Brussels kuacha msaada kwa kijeshi usio wa masharti kwa Ukraine ili kupata suluhu la kidiplomasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Politico, Hungary imepinga kujumuishwa kwa ahadi ya kuhakikisha silaha zaidi zinawasilishwa kwa Ukraine katika taarifa ya mwisho kutoka kwa mkutano ujao wa viongozi wa Umoja wa Ulaya. EU itajadili hatua za kuunga mkono Ukraine na kuimarisha ulinzi wa umoja huo wakati wa mkutano wa hadhi ya juu mjini Brussels siku ya leo Alhamisi. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amezindua mpango wa kuwekeza euro bilioni 800 katika uwezo wa kijeshi na wa nchi wanachama, lakini hadi wakati huu fedha hizo bado hazikupata mfadhili wa kuweza kuzitoa. Wakati Urusi imekaribisha kuanza kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, inasisitiza kwamba hakuna kiasi cha msaada wa magharibi kitakachozuia askari wake kuweza kuendelea na kuiharibu Ukraine. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Bado uko nami Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.